Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kusalia nami, na kama nilivyokuahidi awali nitakuwa nazamia mazungumzo ndani muda usiokuwa mrefu. Leo nikiangazia zaidi hatma na mustakabali wa walimu wa sekondari msingi ama JS, kukiwa kumekuwa na lalama nyingi tu kutoka kwa walimu hao, na zaidi wakitaka kujisimamia na pia wakilalama kuhusiana na wale waliopo kwenye kandarasi za wanagenzi wakitaka kupewa kandarasi za kudumu. Na wiki jana mahakama ya rufaa ilitoa uamuzi, na uamuzi huo uliendana na ule uliotolewa na mahakama ya leba hivi punde kuhusiana na kuharamisha kuwepo kwa walimu wanagenzi. Na tutakuwa tunaangazia, je, hatua hiyo ama uamuzi huo unasababisha ama unatarajia kuwepo kwa hatua gani ambazo zitakuwa zinachukuliwa na tume ya kuajiri walimu ya TSC. Kumbuka vile vile pia muungano wa walimu wa sekondari wa KUPPET umetaka mwelekeo kutoka kwa TSC ndani ya siku chache zijazo kuhusiana na uamuzi uliotolewa na mahakama na hatma ya walimu hao ambao wapo darasani, na uwepo wao darasani umeharamishwa na mahakama kutokana na baadhi ya vigezo ambavyo vilitolewa na mahakama. Nitakuwa na washirikisha Ramadhan Kamanza ambaye ni mwenyekiti wa ustawi wa walimu wa sekondari msingi katika kaunti ya Nairobi, na pia nitakuwa na mshirikisha Winfred Kawira ambaye yeye ni katibu msaidizi wa masuala ya jinsia na vijana katika kaunti ya Meru kwenye muungano wa KUPPET. Lakini kabla ya kuzamia mazungumzo na wadau hao, tuangazie taarifa ifuatayo ambapo jamii katika kaunti ya Machakos imehimizwa kutowaficha watoto walemavu. Hii ni kufuatia takwimu kuashiria kwamba zaidi ya 70% ya watoto hao hukosa haki zao za kimsingi ikiwemo elimu kwa sababu ya kufichwa. Aidha, ilibainika kwamba familia nyingi huficha watoto wao kwa sababu ya shida na huchukuliwa kama laana, huku wengi wao wakiwapeleka shule wakiwa na umri mkubwa, jambo ambalo ni changamoto kwa walimu. Wito huo umetolewa kwa sababu watoto hao wanaweza kuwa tegemeo kubwa katika jamii. Hawa watoto saa zingine wanafichwa kwa manyumba huko, na the reason wanafichwa ni kwa sababu wazazi wao wanafikiria hawa watoto hawawezi saidia, watachekelewa, wataambiwa ati hawa walifanya kitu mbaya ndio wapate watoto kama hawa. Lakini cha muhimu ni kwamba hawa wazazi pia hawajui venye watasaidia hawa watoto. Wengine wanaweza fanya vitu kama tailoring, wanaweza kufanya beading, wanaweza kufanya computer coding, wanaweza fanya mambo mingi sana. Sasa hao watu na different disabilities wanaweza tumika kwa industries, wanaweza tumika hata kuajiliwa kazi. So tunaweza shirikiana, mtu asifiche mtoto sababu ako na ulemavu, awatoke nje, akuja wapeleke kwa zile centers ziko karibu na yeye, na ndio tuweze kuona vile tunaweza saidiana na wao. It is not easy. Unapaswa kujitoa. Unaletewa watoto who are mentally handicapped, na mzazi anataka uchange, umpatie mtoto mwenye ni elite, mwenye anaweza fanya kila kitu, which is not possible. Sababu yako ni kumfunza na uwezi pindua chochote chenye Mungu amefanya. Na mtazamaji, tuingie sasa kwenye mazungumzo tukiwa tunaangazia mustakabali wa walimu wa sekondari msingi nchini. Na yapo mengi ambayo yamekuwa yakiwakera walimu wa sekondari msingi, lakini tukiangazia uamuzi wa mahakama uliotolewa wiki jana, mahakama ya rufaa ya kuharamisha kuwepo kwa uajiri wa walimu wanagenzi. Tukiangazia ladha uamuzi huo. Karibuni sana studioni. Asante. Naam, tukianza na Ramadhan, maoni yako ni yapi kuhusiana na uamuzi uliotolewa, na ikikumbuka kwamba sio uamuzi wa kwanza kutolewa na mahakama, ni uamuzi ambao tayari ulikuwa umetolewa na mahakama ya leba na TSC ikaelekea kwenye mahakama ya rufaa, na uamuzi sawa na huo bado ukatolewa kuhusiana na uwepo wa walimu wanagenzi wa sekondari msingi? Naam, asante sana. 2024 tulianza hii safari. Waajiri wetu wa kwanza wa internship, mimi nikiwa mmoja wao, niliajiriwa katika internship miaka miwili. Kwanza hiyo contract yenyewe inasema ni mwaka mmoja, non-renewable. Sawa? So tuliajiriwa around 2023 na tukaenda mahakamani vile mwaka uliisha, maana tulishurutishwa, tulazimishwa kusign contract tuongeze mwaka mwingine. Lakini vile tulivyoajiriwa, kama mimi yale nilijionea kwa ground, wale tumeajiriwa nao ni wenzetu, lakini wengine wamewekwa permanent and pensionable, wengine tumewekwa internship.
tumegraduate same year, tuko na same qualification. Vigezo vilivyotumiwa kugawanya wengine wapewe permanent and pensionable, wengine tukaweka internship havijulikani. Na TSC katika ile tutaitaje legal framework yake hakuna pahali imeandikwa kwamba wanafaa kuajiri interns. Hii ni kujaribu tu kukwepa, ni kujaribu kuendea tu inaitwaje ajira duni na kudhalilisha tu walimu. Tukiangalia hata kwingine teacher inaitwaje public service inaajiri internship, lakini si katika vile vigezo ama zile hali wameajiri walimu. Wamewanyima walimu, na ni mambo ambayo tutajadiliana of course. Hii internship hakuna medical cover. Wengi na nitapeana mfano hapa. Kuna medical cover, mshahara wa walimu 17,000. Imagine mwalimu wako Nairobi analipwa 17,000. Public service ni 25,000 na wako na medical cover. Niko na evidence nimebeba leo, nimejipanga. Kusema tuangalie, niko na dada pia ameajiriwa internship public service, lakini tukija kwa walimu wamedhalilishwa. Koti karul 2024 civic appeal 43 ya 2024 ili rule hii internship ni illegal. Bado tukamaliza lile kundi letu la kwanza, ilikuwa interns 21,550. Alafu wengine waliandikwa 9,000 kama PNP. Tukamaliza hiyo, bado imeendelea, imeajiri interns. Na still inaajiri interns katika hizi mazingira duni na inachelewesha kuwalipa. Sasa hizi tunavyozungumza kwa shule yangu interns wote hakuna intern amelipwa. This is the 4th month. Tangu Januari mpaka sasa hajalipwa. Yenyewe ni hiyo 17,000. So hii ni jambo tunalikemea na tunaambia serikali na kupet. Sasa hizi tuko na representation mpaka national level ya Omari. Tunajiandaa iwapo TSC haitafuata ule mwelekeo rasmi unaofaa kufuatwa kuajiri walimu katika PNP, sisi tutatokea kwa street na tutashurutisha tuajiriwe walimu wote wale kwa pia interns 40,000 wote wakuwe converted to permanent and pensionable. Lazima koti iheshimiwe. Na Winfred, maoni yako ni yapi kuhusiana na uamuzi wa mahakama na kufuatilia matukio ambayo yamekuwepo kabla ya uamuzi huu? Kulikuwa na uamuzi mwingine wa mahakama ya leba, na kama alivyoeleza Ramadhan, safari imeanza muda sasa, miaka kama 2 hivi. Asante. Maajabu ni kuwa hata vile ambavyo walipopeana hiyo ruling haijafuatiliwa. Ikawa ilikuwa na sisi ambao tulioanza. Ikaanza na sisi, ruling ikafanyika, ikawa internship ni illegal. Vile vile mwaka moja haujaisha, wengine nao wakaingia tena kwa ile internship. Hakuna kile ambacho walichokifanya cha kuwasaidia kama wale walivyokuweko. Waelewa? Angalia 17,000. Wanasema eti watu waajiliwe nyumbani, lakini haiwezekani. Sio kila mtu ataenda nyumbani. Kwa mfano, wale wengi ambao tulioko Meru kwa siku watumia 200, 300 kufika shuleni ambapo wanakofunza. Hawa wengine wetu ni wazazi, sababu tulimaliza shule tukagraduate kitambo. Wengine ni wazazi, wana familia, wana watoto ambao wako shule. Unapata inakuwa ni ngumu. Watu wamepatwa na msongo wa mawazo. Sababu kwanza bima haifanyi kazi. Tumekuweko na kesi mingi. Tena hapa Nairobi tumekuwa na moja. Lama na tatueleza vile ambavyo kulikoenda. Hamna yule ambaye angalia. Vile vile Meru ziko, Trans Nzoia ziko, Busia ziko. Haya, tukaanza sasa ikawa vile ambavyo tulivyoambiwa ni mwaka moja. Tukasema kama ni mwaka moja tuingie kadarasi ya kudumu, basi tuweza ngoja. Vile ambavyo miezi 11 ilivyoisha, tukaambiwa sasa ni kurudi tena. Ndio sisi hao miaka 2 ikaisha, ikawa bado hawataki kuduajiri. Kabidi tupige, mimi nikaanzisha mgomo tena Meru. Nikawa wa kwanza kusimamishwa kazi. Miezi ngapi? Miezi 5. Sababu watetea haki za nini? Za walimu wenzao. Hatukukoma, ndio maana pia leo tuko hapa. Kwa yale tu. Sababu hamuna ambacho kimefanywa cha muhimu au busara zaidi ya yale ambao tunayoona. Walimu wana kazi tukikondoo, sababu wanahitaji kazi, wamepata kazi, lakini mambo ambayo wanayoyapitia
ni magumu, hadi delivery inakuwa ni ngumu. Tukiangazia kwanza jinsi ambavyo kipindi cha miaka kutoka mwaka mmoja wa kandarasi hadi miwili ilivyoongezwa. Nafikiri tangazo lilitoka kwa rais moja kwa moja. Kuna mchakato gani? Na nafikiri pia Winfred atakuwa anazungumzia kama KUPPET wakati ambapo rais anatangaza tu moja kwa moja kwamba ule mwaka mmoja tulikuwa tumesema watakuwa wanahudumu walimu wanagenzi, tutaongeza mwaka mwingine bila kuwepo kwa mazungumzo, bila kuwepo kwa mashauriano. Hilo labda mlilichukuliaje? Kwa sababu najua nyinyi ndio ilikuwa ni kundi la kwanza ambao mlikumbana na changamoto hizi, na sasa hivi kuna wengine ambao wameingia kwenye nafasi hii. I think ile rais alisema ni community service learning ambayo ni hao wanasoma. Sasa hizi wale wako campus, wale wanasoma under CBC, wakimaliza ndo watafanya miaka miwili ya community service. Kama wanafunza hiyo miaka miwili ndo waje. Hiyo si internship. Internship in general yote ilikuwa declared ni illegal from the onset ya kota, na ndio hiyo imerudiwa juzi. Ile rais anaongelea ni tofauti. Ile TSC iliamua kufanya ni tofauti kabisa. TSC iliamua kuajiri na internship ambayo haikuwa imekuwa legalized. Na hata hiyo time Ruto rais alipoongelea ni juzi tu. Lakini ile wakati wetu wa kuongezwa mwaka mwingine ilikuwa TSC, Teacher Service Commission. Walituandika mwaka mmoja, kwa kandarasi yetu wakaandika baada ya mwaka mmoja ni non-renewable, one off. Lakini vile mwaka uliisha tukashurutishwa tu renew mwaka wa pili. Kwa hivyo lile kundi la kwanza, na unajua tunasema internship yenyewe itolewe kabisa, si mambo ya kwamba irekebishwe. Kwa sababu ile kundi la kwanza 2023 kuna makundi mawili yaliajiriwa. Kuna kundi moja liliajiriwa Januari, kuna kundi liliajiriwa mwezi wa 9. Lile la Januari tuliserve miaka miwili. Lile la mwezi wa 9 liliserve mwaka mmoja na miezi mitatu. Justice iko wapi? Equality iko wapi? Wanatumia framework gani? Sasa hizi wameajiri wengine, hatujui watamaliza miaka mingapi. Kwa hivyo internship na community they are two different things. Na hata hiyo tunaomba rais ameweka hiyo ya internship ya all the sectors of course. Hiyo ya miaka miwili, si ya walimu peke yake. Lakini internship iko na walimu. Malipo duni yako na walimu. Kulazimishwa kurudi kazi tuko na walimu. Walimu wakijiongelea, mliona tulifutwa kazi more than 2 months. Kwa sababu gani? Tumeenda kwa street kuuliza haki yetu peacefully ambayo iko kwa constitution. Tunaruhusiwa kwenda kuandamana. Tulienda kuandamana wakati huo na acha tu nitamke hii hatukuwa na representation. Ndio tulikuwa tumeanza. Ndio unaona tulilia sana. Hatukuwa na representation ya KUPPET. Interns tunaambiwa sisi si members wa KUPPET. Na hata saizi nataka kuambia hata wale wa national, najua kina Omari saizi wameingia, na hata ile national office interns wanakatwa kwa payslip ile tunaita agency fee. Sawa? Na hii agency fee ni pesa inakatwa kwa mwajiri yote ambaye yuko kwa chama kile kinawakilisha walimu. Lakini anafaa kuenjoy the benefits za collective bargaining agreement zote. Sasa hawa interns tuko, lakini hiyo wakati tukisema tuende maandamano, tumeambiwa koti ya mahakama ya rufaa imetamka ikasema hii ni illegal. So kwenda kwa street KUPPET wakati huo walikuwa wanatuambia sasa hizi tumechange karibu Kenya nzima of course. Lakini wakati huo walikuwa wanatuambia you are not our members. Na wakati tumekatwa agency fee, tunafaa kuenjoy hizi collective bargaining, medical. Wakati wanaongelea medical ya watu wa PNP, wanafaa washughulikie interns. Pia wamekatwa hapo wanafaa washughulikiwe ile agency fee. Wakati wanaongea mishahara ya walimu iongezwe, wanafaa waongelee ile 17,000 ya interns. Haiwezi kuwa wao ndio wanawakilisha walimu wanakatwa 17,000, wanapewa 17,000. Public service kule wanalipa 25,000. Hata kama ni internship, wacha ifanye hiyo na hadhi. Wacha sio ya kudhalilisha walimu. Sawa? Winfred, maoni ambayo anazungumzia Kamanza kuhusiana na uwakilishi, kwa sababu tuliona awali kulikuwa na hilo pengo la uwakilishi. Sasa hivi hatua ambazo zimepigwa ni zipi? Kwa sababu nafikiri mmetoa kauli baada ya uamuzi wa mahakama mkitaka TSC itoe mwelekeo kuhusiana na nafasi ya walimu wanagenzi baada ya uamuzi huo, kwa sababu walimu hao wapo kwenye madarasa na wanafundisha wanafunzi kwenye sekondari msingi, na sasa hivi mahakama imesema kwamba uwepo wao ama uajiri wao ni kinyume cha sheria. Kabla ya hapo, kabla nijibu swali lako, unapata wakati ambapo mwambua mrudi kazi, si kujitakia. Barua zilikuwa zapita kupitia wakubwa wa shule, si wewe mwenyewe uende barua ndo uingie wapi? Uingie kazi. Waona? Haya. Vile ambavyo tumeingia ikawa msimu wa kura za KUPPET zipo. Ikawa sasa wametutengea
mkatibu wa sekondari ya msingi na zingine zikawa tunaweza, isipokuwa ile katibu mkuu, waelewa. Sasa vile ambavyo tuna usimamizi, kuna youth pale ambapo mimi Meru nasimamia, kuna first gender, second gender, wale ambao able differently pia wako pale. Sasa unaona malalamishi, kwa mfano juzi nimekuwa eneo moja ya Meru, walimu wakuwa wameniita na mwenzangu katibu, tukawasikize. Malalamishi yao yote ni sawia na wale wengine. Inabidi sasa muwasikize, mketi chini na chama iliyoko chaguliwa, mjue mtawasaidiaje. Kwa mfano, jana wamekuwa wakifanya michezo. Wanapata watu ambao, walimu ambao wanafanya zile michezo wanadhalilishwa. Siku mzima umekuwa steward, jioni wapewa 200, 300. Na huyu mwalimu ndo akue pale, ameenda shule ndo apate zile skills. 200 ni sawia na zile skills ambazo amepata. Hamuna. Unapata pia mwaka uliopita bado kuna madeni yao ambayo yapo. Kwa mfano Meru, katibu mkuu akafuatilia na wakapewa haki yao. Lakini wengine ambao hawana ambao wa kuambia. Unajua kuna wale ambao hawasemi. Na usiposema shida yako hawezi fanya nini? Huwezi saidiwa. Unapata hao ndo ambao wana shida mingi. Kwa mfano, wakati ambapo shule zinakapokaribia kurudi, kama hawatakuwa wametengeza mikakati ya kusikiza walimu, itabidi sasa tupangiwe maandamano. Sababu maandamano sasa imekuwa ndio lugha ambayo tunaisikiza katika nchi. Katika swala la uwakilishi hujaligusia, safari ya uwakilishi mpaka kufikia ambapo sasa kuna uwakilishi kama unaosimamia wewe katika muungano wa KUPPET kwa walimu wa sekondari msingi ilikuwaje? Kwa sababu kulikuwa na hilo pengo awali. Wamekuwa bado na wasimamizi. Kwa mfano, wakati ambapo tulikuwa tuanza maandamano, waenda katika ofisi ya katibu mkuu akupee udhuru ya kuanza maandamano, unapata hawapo. Inabidi sasa sisi kama walimu, bibango, matawi, tuende kwa ofisi za education. Bado unapata wamefunga milango, hawapo. Hapo ndo wanawapea show cause letters that hamkufanya nini? Hamkuwa shule. Waona. Lakini sasa vile ambavyo pana usimamizi, natumai tutasikizwa. Sababu hivi haya malalamishi pia tumeyapeana katika national. Wakati ambapo tulichaguliwa, katibu mkuu Bwana Misoli aliita walimu wote wa JS ambao wamechaguliwa kwenye KUPPET. Tukawa na kikao siku mzima hapa Kasarani. Tukawa na siku mzima pale, tukapeana malalamishi yetu, akasema atafanya nini? Atayafuatilia. Kwa hivyo tunangoja kufuatiliwa kwake. Na kama hakutakuwa na ufuatilio, sisi basi itakuwa ni ile tu maandamano. Labda niongezee hapo tu wakilishi wa JS. Tukiangalia awali, tukianza internship, hatukuwa na watetezi. Number 1, nilikuwa nimetaja wale walikuwa wanatuita sisi si members, japo tunakatwa agency fee. Tukapigania na saizi tuko na uwakilishi. Hawakuweka specific, japo kuna ile mmoja yetu ya junior school representative, mwakilishi wa junior school, iko specific. Lakini kuna hizi zingine 14 wameacha mtu yote anaweza wania. Na tulikuwa na uchaguzi kama Nairobi, tulikuwa nao tarehe 31. Kati hizo nafasi 13, nafasi 5 ziko na walimu wa junior school Nairobi branch peke yake ile tunaongelea. Kwa hivyo sasa hizi tunahisi tuko na sauti. Hata hivi ilitolewa unlike ile ya kwanza vile ilitoka kotini, tulienda kwa street direct. Hatukuwa na kiongozi. So sote tulikuwa tunashikana kila sub county, mimi ninashika yangu, mwingine anashika kwake, tunaenda kwa maandamano. Lakini sasa hizi tuko na matumaini. Tuko na viongozi wa kutosha ndani ya KUPPET. Kwa hivyo tunangoja mwelekeo, wakituambia tu sisi tumeenda. Hata kule national tuko na Omari ameingia unopposed na wacha nimpongeze, ameingia unopposed. Kwa hivyo tunajua tayari hata kule national tuko na representation na tunangoja mwelekeo wao. Baada ya tarehe 18 ya uchaguzi wao, I think atakuwa legally anaanza kazi. Kwa hivyo tutangoja mwelekeo wake, na tayari alishahidi kama koti itaendelea kushurutisha walimu waajiriwe, TSC itaendelea kufanya walimu waajiriwe na internship, na wale wako kama watakuwa confirmed,
mtatuona kwa street. Tutakuwa tunaingia madukani, lakini tukirejea tutakuwa tunaangazia kauli ya TSC kuhusiana na mgao wa kuajiri walimu, ukisema kwamba kwa muda kumekuwa hakuna fedha za kutosha za kuajiri walimu. Sijui hilo linawafanya muhisije kama walimu, ikiwa kwamba walimu wanahitajika madarasani hususan katika kufanikisha mtaala wa CBE, lakini chombo cha kuajiri walimu wenyewe kinakiri kwamba hakina fedha za kuajiri walimu. Labda katika kuangazia hilo na yale ambayo huenda yakatokana na kauli hizo na pia na maafa ambayo yanaweza kuwepo hususan katika mtaala, na pia zaidi labda kuangazia changamoto zilizopo kwa sasa kwa wale waliopata kandarasi, wameridhika na yale yaliyopo katika kandarasi zao, wale waliopata kandarasi ambapo ni kundi lenu nafikiri Kamanza, na wale ambao wanakuja, yapi ambayo mungetaka yawe tofauti wanapoingia katika kandarasi za kudumu. Na mtazamaji, nitakuwa narejea kwenye mazungumzo haya hivi punde. Kwa sasa napata fursa ya kuingia madukani, siende mbali. Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kusalia nami, tukiendelea kuangazia mustakabali wa walimu wa sekondari msingi yani JS, na nahusisha Ramadhan Kamanza ambaye ni mwenyekiti wa ustawi wa walimu wa JS katika eneo la Nairobi, na pia namhusisha Winfred Kawira ambaye yeye ni naibu katibu wa masuala ya jinsia na vijana katika kaunti ya Meru kwenye muungano wa KUPPET. Karibuni kwenye sehemu ya pili. Asante. Naam, tukizungumzia kauli ya TSC kufuatia kutoweza kutoa kandarasi za kudumu kwa wale walimu wanagenzi na uamuzi wa mahakama uliopo, mnaiangaliaje kauli hiyo na matokeo ya mahakama na yale ambayo huenda yakafuata, kwa sababu moja kwa moja mahakama inasema hili ni swala ambalo ni kinyume cha sheria. Kwa hivyo moja kwa moja uamuzi unafaa kuwa kulirekebisha ni kutoa kandarasi za kudumu kwa walimu ambao tayari wapo kazini, lakini labda kwa kandarasi ambayo imeharamishwa na mahakama. Hii kauli ya TSC kwamba hakuna pesa ni kauli inayovunja moyo kwa walimu wale tuko darasani kwa sababu kukosekana kwa fedha haifai kuwa ni kigezo ama ni chanzo cha kudhulumu wale, maana hii ni dhulma. Tunaongelea kuajiri walimu na internship, ni dhulma clearly. So haiwezi kuwa inatumia kigezo cha kukosa fedha, na si kwamba fedha imekosekana. Ni wao wamekataa kuandika budget waipeane, si wao wanashughulika na masuala ya fedha. Yao ni kuitisha, na ni jambo la dharura, ni jambo linahitajika, ni jambo haliwezi ngoja. CBE lichapitishwa. Mfumo ni wa 26333. Hii 3 hapa katikati, bona walimu wako wanatosha. Walimu wamekuwa kidogo. Na tunashukuru tumepata kazi kupitia CBE, lakini haiwezi kuwa TSC inatumia kigezo cha kukosekana kwa fedha kama sababu ya kuajiri watu na kuwapea huduma mshahara duni. Kwa hivyo wao kazi yao ni kuandika budget, present hiyo budget ikuwe approved, na tunajua wabunge wetu wamekuwa wakifanya kazi nzuri. Tumepatana na kadhaa wamekuwa wakipitisha hii, lakini ikifika TSC inazungushwa nyuma. Wao ndio wamekuwa wa kwanza kipaumbele pale, wanadharau walimu. Kwa hivyo TSC, na tunawashurutisha sasa hizi hatutakuwa tunawapeleka hivi polepole kwamba tunawabembeleza kwamba lazima koti mahakama imeamuru hii ni illegality. Kwa hivyo wao kama waajiri wetu wanafaa wao wa kwanza. Sasa hizi wanafaa kuwa wamekaa chini, wanaandika bajeti, present kabla ya mwezi wa 6 isomwe, iwe imetayarishwa kuhakikisha fedha imepatikana. Fedha iko, pesa iko Kenya. Sekta zingine watu wanalipwa vizuri. Sekta zingine hakuna hii mambo ya internship ya 17,000, na Kenya nzima hakuna. Na nataka ikuwe table nipewe. Ni sekta gani nyingine watu wanalipwa 17,000 internship? Ni sekta gani nyingine watu hawana bima? Ni intern lakini hawezi kwenda hospitali. Na tulikuwa hapo. Nilikuwa hapo. Nilienda hospitali, tulikuwa tunarudishwa tunajilipia 17,000 ile ilipe rent. Ile tulikuwa na watoto, tulipe fee. Ile 17,000 ile nienda hospitali. How are we going to survive? Hawa watoto ndio utapata wanaenda mbele, hakuna lolote. Hatuna ile motisha wa kufanya kazi. Kwa hivyo TSC waache siasa, maana hii siasa duni hii. Pesa iko. Pesa waandike bajeti, wa present pesa ipatiwe. Si kazi yao ya kutafuta pesa. Winfred, maoni yako ni yapi? Kama vile mwenzangu ambavyo amesema, leo ukiamua kutafuta mfanyakazi,
umepanga, una plani yake, framework yake ya kazi. Kifika huu mwezi tamfanyia hivi, akiwa mgonjwa tampeleka wapi, atakula nini, malazi yake iko wapi. Pale ambapo waliketi wakachukua walimu waje wafunze, hawakuwa wanajua, hawana fedha. Basi ingekuwa hamna fedha, hawange ambiwa waje wafanye kazi. Sababu ni kama vile saizi waambiwe kazi yako imeisha, utaanza wapi? Sababu pia hapo ndo utapata vijana wengi wameanza kujiua. Sababu kama hamna maisha kesho, inasitishwa hapa. Kwa hivyo waketi chini, kama vile mwenzangu amesema, waketi chini, wapige budget, wapeane, waajili. Kama kohoti ya kwanza miaka 2 wakawachukua. Pia hawa si eti waambie eti ikifika miaka yenu 2 kazi yenu yaishi hapo. Sababu wote saizi wanaogopa mwisho wao kwa wapi. Sababu wameambiwa itasitishwa, hamna kadarasi ya kudumu. Waona wafanye vile ambavyo wapaswa kufanya. Na changamoto zilizopo sasa kwa walimu kwa jumla tu, mbali pia na walimu wanagenzi, walimu wa sekondari msingi. Ukianza labda na walimu wanagenzi wenye kwenye kandarasi za wanagenzi, alafu pia na kwa jumla tu kwa wale ambao wamepata kandarasi, bado changamoto ni zipi kwa walimu wa sekondari msingi? Tukiongelea changamoto, tutaanza, najua mwenzangu hapa amezitaja, lakini tukianza ya kwanza ni bima ya afya. Na nitaanza tu na hao walimu wa interns popularly. So tulikuwa na ajali. Nataka kupeana mfano. Siku kama ni propaganda napiga. Tumekuwa na ajali, ilikuwa hapa City Primary 31st wakati wa election ya Kipeta. So walimu waliumia, tulipoteza kadhaa. Okay? Kwa wale tulipoteza kulikuwa na interns na bado kulikuwa na wale wameajiriwa chini ya PNP. Wale interns, kuna mmoja tumedischarge Thursday last week personally. Na amekaa after alipona, akakaa takriban wiki 3. Amekuwa discharged, bili imeenda juu, lakini hawezi kumdischarge kwa sababu bima haifanyi. Hana ile comprehensive cover. Sisi wengine tuko PMP, tukiwa na shida kama hizi, tunashukuru tunaweza access hizi services. Japo pia wale walimu wengine walikuwa, kama kuna mmoja alikuwa Gakana anaitwa Alex wa Ofafa Jericho. Alikuwa huko na PNP cover, alikaa wiki 2 pia yeye. Ilikataa kulipa. Na tunakatwa mara 2. Tunakatwa ile ilikuwa inaenda community, saizi imewekwa na kuna ile ya kawaida bado ya shift ilikuwa inakatwa. Kwa hivyo tunafaa kuwa sisi teachers, walimu ndio tuna contribute zaidi kwa isha. Na nataka let it be tabled. Tuambiwe nani wana contribute kuliko walimu. Kwa hivyo walimu tunafaa kupewa priority, kipaumbele. Tunafaa kuwa wakati tunahitaji huduma zingine zinafanywa haraka. Alex akiwa Gahan alikaa zaidi ya wiki 2 hospitali. Kwa sababu gani? Bili imeshindikana. Walimu tena turudi tuchange. Wakati tumelipa isha, tumeisimamia vizuri. Lakini tukiongelea wa interns, teacher Angela wa Milimani Junior School alikuwa Kenyatta. Amekaa wiki 2 baada ya kudischargiwa. Personally nimekuwa huko. Nimeona director, tumeenda TSC, tumeongea na KUPPET Nairobi branch, tumeongea na KUPPET National branch. Wamepiga simu of course, na tunashukuru. Alitolewa, hakutolewa under the wing kwamba yeye ni mwalimu ama kona cover. Hana cover, alikaa huko, ndio maana alikaa muda mrefu. Bili ilikuwa imefika around 1.2. Ilikubali kulipa 200,000 around hapo. Ilikuwa 189, so I think around 200,000. So hiyo nyingine kwa sababu gani? Yeye ni intern, hana cover. Alikaa kule, depression, karibu alikuwa anakufa. Tunashukuru disaster fund ilikuja in through the calls of course, akakuwa discharged on this disaster fund. That is a case ambayo ilikuwa kwa limelight. Ni case ambayo ilikuwa attract different parties. TSC watu walienda kuona kwa sababu ya ajali. Je, ikiwa ni mwalimu ameumia tu shuleni, ajali ana train watoto warukiwe, pengine ana train mpira rukiwe na discuss muumize mguu, si huyo atakufia hospitali, hata waitolewa. Huyu alikuwa na watu wengi wanajua hiyo case. So ilikuwa rahisi. Tukienda mahali unapiga simu, ni mwalimu aliumia kwa ile ajali, akatolewa kwa disaster fund. Lakini hao walimu sahizi jambo likimpata hana pahali pa kwenda. Number 2, mshahara yao wengi wao na ninaongelea mimi pale nimetoka shule yangu tanzo wote hakuna intern amelipwa tangu Januari waajiriwe, na ni mchezo umekuwa. Hata mimi mwenyewe nilichukua miezi 5 kabla nipewe mshahara wa kwanza, na ni 17,000. How do you survive? How do you deliver? So hiyo ni changamoto nyingine pale shule kwetu sote. Sasa
tuko na hii autonomy tunazungumzia, na ni jambo sisi tunaanzisha. Unajua wengine wanaona ni kama tunaleta siasa, hatutaki kuongozwa na walimu wakuu wa primary school. No, we respect them, but this is something ilianzishwa na serikali walipokuja na hii tu ya pale chekechea, miaka 6 ya shule msingi, miaka 3 ya junior school, miaka 3 ya senior school na miaka 3 ya university. Sio sisi tulianzisha. Kwa nini wakati wa utekelezaji inakuwa ni tunafaa kuvutana? Inafaa kuwa junior school na independent leadership. Tunafaa kuwa na principals wetu. Tunafaa kuwa na deputy wetu. Tunafaa kuwa na leadership structure yetu. Tukienda kwa games, na tumepigana sana. Games ilikuwa zinafanywa inafaa shule moja ikihitimu kiwango kimoja ndio inaenda hivyo mpaka national. Hata games sasa hizi wakatutengezea docket wanaita organizing secretary AJS, lakini nani bado ameshikilia? Hao ni kama puppets tu, kazi yao ni kufanya kazi ya chini, kuorganize tu watu, kupeana information zingine hazina maana. Pale juu yule anarun hizi nani bado ni same people wa kule primary school. So hatuna vita na walimu wa primary school, hatuna shida na maheads wa primary, japo tunataka kusema wazi mahead wengine wameshindwa kumanage walimu wa junior school. Kuna ile watu tunaita inferiority complex wako nayo. So hiyo wacha wapambane na hali yao. Sisi ile tunaitisha ni kitu iko kwa framework ile party ilitengenezwa na rais ya kuangalia swala la CBE, na si swala limeanza saizi. Klasi ya kwanza saizi iko grade 10. Miaka 10, miaka 9, karibu miaka 9 imepita, ndio mambo ya CBE yalipita. Kwa hivyo ni mambo ya kwamba walikuwa wanafaa kuwa wamejipanga kitambo. Autonomy tuliitisha. Autonomy iko bungeni. Saizi hatutabembeleza, tumesema. Na tunajipanga. Maandamano yameanza, yamefanya Kwale, yamefanya Narok, tunataka kuandaa mega strike Nairobi kufuatilia hii swala la autonomy. Si swala tutabembelezana, ni swala liko kwa framework, wacha walipitishe, wacha tuwe na leadership structure yetu. Sasa hizi kule tumeshindwa laboratories. Ukiangalia kitabu cha science cha pre-technical, kuna a lot of practicals. Management imeshindikana. Walimu wakuu wengi hawajajenga laboratories. Si swala la uzushi, na tunawalika mkuje kwa hizi shule zetu. Tuwazungushe muone watoto wanafanyaje practicals. Ndio maana hata kwa mtihani mwaka uliopita science iko na papers 2. Paper 1 na paper 2. Tulitarajia practical wataenda kwa laboratory as it's usual. Hakuna mahali walifanya tu practical theory. Kwa nini? Hakuna rasilimali ama hakuna laboratory miundombinu. Hakuna ile imetengwa, rais hawajatengeza, serikali imeweka vigezo, hakuna pesa iko. Ndio hawajajiandaa, na it's high time waingie hivi watu hakikisha hizi shida zetu. Autonomy tunaitisha as early as yesterday. Hiyo autonomy tunaitisha. Mambo ya medical cover ya walimu na kupeta, saa hizi tunajua tuko na representation, tunataka walimu wetu wakuwe covered. Mishahara yao ilipe on time. Kwa hivyo ni mambo hatutakuwa tunaenda nyuma. Sasa hizi maandamano yameruhusiwa kwa constitution. Kama hiyo ndio njia serikali itaelewa, so be it. Naam. Wilfred, maoni yako ni yapi kuhusiana na changamoto ambazo zipo katika shule za sekondari msingi? Labda unaweza kuongezea kama kuna yale ambayo labda hayajazungumzia ya walimu wanagenzi ama wanafunzi walimu wanagenzi kunradhi kwenye kandarasi zile za wanagenzi ama internship, na pia labda kwa jumla tu kwenye walimu wa sekondari msingi ama shule za JS. Changamoto pale ni mingi. Tunaweza chukua siku mzima, lakini kwa baadhi yao. Kwanza wapata wewe ndio uwe mwalimu wa sekondari msingi, umebobea somo 2. Kwa mfano wewe ni mwalimu wa hesabu na biolojia kwa mfano. Ukiingia pale somo kuna zingine hata wewe mwenyewe haujaipatana nazo. Kama nyingine hapo inaitwa CAS, pre-technical. Wewe mwenyewe mwalimu wa CRE anafunza hesabu na hawa walimu bado hawatoshi. Waona? Unapata wewe kama mwalimu wafunza ukisoma. Hapo unajua delivery itakuwa kizungumkuti. Waona? Pia wapata sisi walimu ambao wako kwenye sekondari msingi, sisi ni walimu ambao wako kwenye chama ya KUPPET, wakubwa wetu ni wa NAT. Wewe kama una shida yote ambayo inahitaji union, ama wewe na mkubwa wako mna shida, hizi ni unions 2 ambazo haujui wakatatatuaje. Waelewa?
Ndio maana sisi tunasema autonomy ndio ambayo itajibu, itatupa wema. Saizi wapata saizi kuna walimu saizi ambao ni walimu lakini wako jikoni waenda kupika. Sisi watu wachanga fedha ya chakula kila siku, chakula na chai. Walimu ndio wanafanya nini? Wanaochanga. Nakumbuka kuchanga hawa tu wenye wako internship ni ile 17,000. Wapata hapo kidogo lazima mtakorofiana. Halafu hawa wakubwa ni kama walianza na sisi from Aruma, wakatuchukulia from Aruma they heard about us. Inawa sasa hakuna vile ambavyo mtasikizana. Hawezi wakosoa. Kiwakosoa inakuwa wewe huna heshima, kidogo watishiwa barua. Yani walimu wameandika barua za show cause letters, vitu zingine hata washangaa. Umechelewa dakika moja, show cause letter. Umechelewa kufanya kitu kidogo, umesema hili siwezani nalo, unaona ukweli hauwezani. Kidogo watishiwa, sababu unajua wewe uko internship, wewe si member wa KUPPET, wewe si member wa NAT. Unaona? Ndio maana twasema autonomy it's a matter of agency. Leo. Sababu haya yote tukiwa na wakubwa ambao wako katika kiwango pale, tuseme pia wale wakubwa wetu kuna ambao wamebobea, wana kiwango cha juu, lakini kulingana ule mstakabali ambao wameweka pale, unapata sisi walimu wa JS tuna shida mingi sana. Waona? Kama sisi ni wanarika ambao katika hali ya kupata watoto kujifungua. Wapata bima ambao hata wale ambao wako darasa ya kudumu, hata wale wengine ambao wako senior school, unapata wale ambao wako kiwango cha juu, huko juu, hao ndio wamepewa zile fedha mingi za maternity. Sisi ambao ndio katika kwenye kazi sasa ya uzazi, sisi yetu ni kidogo. Changamoto ni mingi. Naam, swala la upungufu wa walimu Kamanza amelitaja Winfred kwamba kuna walimu ambao kuna idadi ndogo ya walimu, ni swala ambalo lipo wazi, lakini cha mno kuna ile kwamba wewe umejifunza masomo mawili kwenye chuo na umekuja umeongezea labda mengine mawili ambayo hauna ufahamu nayo. Changamoto kama hizo labda kwa kuzizungumzia, kwa sababu sisi tunazitoa kama taarifa, lakini kwa sababu upo kama mwakilishi kuzizungumzia moja kwa moja. Nadhani hiyo imekuwa shida kubwa zaidi pale junior school. Watu tumezibadilisha jina, tunaziita Kahutini. Sababu mara ya kwanza tuliziita Shakahola, sababu zile shida tunapitia kama hizo. Sisi tumekuwa trained kwa 2 subjects ama learning areas. Tukiajiriwa mara ya kwanza, na nitapeana kama mfano, tuliajiriwa walimu 3, mmoja PNP, wawili interns against 4 streams. Sawa? So tukiwa pale, hiyo ina maana tu wewe utakuwa na handle learning areas zako zote kwa class. Hata lazima watoto wafundishwe. Na kwa almost muhula mzima tulikuwa tunafunza. Mimi ilibidi nifunze creative arts, hii muziki sielewi chochote. Hasa tulikuwa tunasimama tuwafunzana na watoto. Ndio utaona hii group iko grade 10, kuna masomo waliumia sana. Kwa sababu na hata saa hizi bado yanaendelea, shule nyingi ziko na upungufu wa walimu. Na bado ndo wanaajiriwa ki-internship. Tuko na walimu saa hizi, mwalimu wa CRE ndo anafunza hesabu, kwa sababu walimu wa hesabu ni wawili. Mwalimu wa English anafunza Kiswahili, na hapa kwa Kiswahili. Hata tukiongelea walimu kidogo sana wale wameajiriwa Kiswahili, walikuja prioritize English. Wakatoka English prioritize sciences, wakaajiri science. So walimu wa sciences ndio wamejaa, hakuna walimu wa lugha. Walimu wa Kiswahili shule nyingi hazina. So utapata walimu wa English wa hesabu ndio wanafunza nini? Wanafunza Kiswahili. Mnaelewa Kiswahili. Si rahisi, ni kigumu. Mimi mwenyewe ni mwalimu wa hesabu, napigana nacho hapa. So you can imagine saa hizi nimewekwa darasani nifunze Kiswahili. Nitafunza Kiswahili kwa lugha ya Kimombo. Nimewekwa darasani nifunze music. Hii inafaa kufunzwa na mtu anaielewa. Kueleza hizo, I can't even mention them. Inataka watu wanaelewa. Mimi kwenda kukaa kufundisha, I can only teach something I'm an expert in. Nafunza kwa furaha, watoto wanaenjoy. Learner centered pedagogy zinakuwa applied rahisi kama nafunza kitu naelewa ni nini nafaa kufanya, ni nini mwanafunzi anafaa kufanya. Si kitu mwanafunzi ndo anafaa kufanya. Hata nyingi wanafunzi wenyewe hawajaelewa sana, because kuanzia background CBC ilianza na watoto wengi wetu wanaumia. Walianza chini, background imekuwa mbaya, mpaka saa hizi tunaendelesha
ule ubaya ulikuwa, si bado hakuna kitu tunafanya. Sawa sawa. Kwa hivyo swala la walimu, waongeza walimu, wakuje kwa ground, waangalie walimu gani hawapate. Kila shule iko na upungufu, kama ni walimu wa hisabati uongeze. Bado tuko na numbers kidogo. Alafu kuna swala moja bado sikuwa nimegusia, wacha tukienda next, let me try to get it and then tutadiscuss. Swala la kuwepo kwa mafunzo ya mara kwa mara yale wanaita retooling wakati ambapo kuna likizo. Nafikiri pia utalizungumzia Kamanza, lakini acha tumpe Winfred nafasi azungumzie. Ni endelevu, is it sustainable? Kwa sababu tunaona kwamba kama anavyotaja Kamanza, walimu bado wana mzigo mkubwa wa masomo ambayo hawaja kuwa na ubora nayo, hawaja yasomea kwenye vyuo vikuu, na wanalazimishwa lazima inawalazimu kuyafunza darasani kwa sababu ya upungufu. Na tumesikia kwamba serikali na wizara ikitangaza kwamba watu tunafanyia walimu mafunzo ya mara kwa mara katika kuwawezesha kuelewa zaidi mtaala na jinsi ya kufundisha mtaala wa CBE. Haya mafunzo mnayapokea, na iwapo ndio yanasaidia katika kiwango gani kutoa hizi changamoto ambazo zinatajwa? Asante. Zile retooling bado hata kama walimu wanazihudhuria, sababu ziko pale kuhudhuria, sababu yale mambo ambayo yanafunzwa pale ukijaribu kuyafuatilia kwenye darasa utapotea. Waona? Kwa mfano upate wewe wafunzwa hisabati vile ambavyo utakavyo umakinifu wako wa hisabati, na wewe ni mwalimu wa religion, unapata bado kuna kutapatapa pale ndani yake. Na usipohudhuria hizi utapata kwanza wana vitisho, watolewa kwa system. Unajua ukitolewa kwa system wewe si mwalimu tena. Unapata sasa wanahofia, inabidi tu waketi pale wasikize, slides tu zinapita, wanangojanga tu kitu moja, thank you. Waona? Hao ndio walimu kwenyu. Kama zamani yako ni yapi kuhusiana na mchakato? Unajua retooling si hata tunaichukulia kwa ubaya. Tunafurahia. Inatuongeza skills zile muhimu. Kama kuandika lesson plan, kuna si kila mahali inatuumiza kuandika lesson plan. Schemes of work hiyo ni kutukumbusha vile tunafaa kuiandika. Lakini kuna mambo huwezi kuwa retooled. Huwezi kuniretool nifunze Kiswahili. Ni changamoto lazima tufuatane nazo. Hata hizi retooling zikifanywa, yes, tunaenda retooling. But retooling unaona mmeenda mmefanywa general, unaelezwa vile utafunza masomo yote. Sisi si kama wale wenzetu wa kule primary Unajua si kuwadharau, lakini wao wako trained wanafunza masomo yote yale matano ya primary. Sisi tumespecialize na masomo kadhaa mawili tukiyataja kwa specific. Na hata wakati tunatumwa kwa barua yetu imeandikwa, nimetumwa Ramadhani, umetumwa shule ABC kufunza hesabati na business. Sawa or any other ile nitajisikia. Si ile nitalazimishwa. Sasa kwa nini tunaitisha hiyo autonomy? Kwa sababu licha ya hiyo walimu wengine, na tunajua kuna ma head teachers wazuri sana, wamejua kuishi na walimu wao wa JS. Lakini kuna wale unachukua mwalimu wa JS, uchukue Ramadhani umweke PP1, umweke grade 1, ama grade 2 jamani. Hiyo si ni kuwa watoto wenyewe, na wanalazimisha, sijui ni kama kuonyesha sote tumetoshana. Kuna vile vita vya walimu wa JS wako na degree, hawa primary wako na diploma. Si hatuna, hayo ni mambo, ni ndugu zetu, ni mama zetu, ni dada zetu. Sawa, hatuna vita na wao. Lakini kuchukua mwalimu wa JS umpeleke grade 1, watoto pale wanafaa njia yao ya kusoma ni ya kuimba sana na rudia. Ramadhani hayo nitayaweza kweli kwenda kuanza kuimba? Siwezi. Kwa hivyo ni mambo, changamoto zinafaa zishughulikiwe. Retooling haiwezi kuja fully tuseme itatu cover waajiri walimu. Wakirutula walimu, ni mwalimu wa creative arts akimretool wanampea nguvu za kwenda kudeliver na confidence. Sawa? Alafu kuna changamoto moja sikuwa nimeitaja, career progression. Na nitarudi kwa internship. Na ndio maana tukiongea hata mjadala tunaongelea tunataka compensation kwa career progression, compensation kwa fedha. Tulilipwa 17,000. Tulifaa koti ilisema kwamba tunafaa kulipwa kama wale wengine. Kwa hivyo ile iko pale juu ni pesa tunafaa turudishiwe saa hizi. Tumeifanyia kazi, ni halali yetu. Hatupigi mtu vita, sisi tunataka tu haki yetu. Tukienda career progression, wale tuliandikwa nao ni wenzetu, wengi tumesoma nao, tumemaliza nao, tuko na same qualification.
Wakati wa recruitment hakukuwa na interview, tulikuenda kupeleka tu papers, zinaangaliwa mwaka wa graduate, unaangaliwa umesomea hizo vitu, uligraduate lini, uko na TSC number, uliregistered, hizo vitu same. So hao watu wale wenzetu waliajiriwa na sisi under PNP, sasa washa move to the next job group. Watu tunaanza na C2. Sasa washaenda C3. Sisi bado tumebaki C2. Kwa nini? Usawa uko wapi? At least mnyonge tufinye kule kabisa kwa internship. Tusongeze hapa career progression. Tuweke C3 na sisi. Tumeumia nyuma, tuwezi endelea kuumia. Sasa bado nina serve miaka mingine 3. Nitakuwa nimeserve miaka 5 kabla niende the next job group. Ukienda kule kwa ground, wale interns hata ndio utapata wanafanya kazi nyingi kuliko wale waliajiriwa kwanza PNP. Ni madada zetu, ni ndugu zetu. Lakini sote hakuna mtu aliajiriwa aende kuwa head. Hakuna mtu aliajiriwa aende kuwa deputy. Sote tuliajiriwa kama walimu, lakini under 2 wings, PNP na internship. Kwa hivyo sote baada ya miaka 3 tulikuwa na haki ya kuenda the next job group. Kwa hivyo tunaomba na tunauliza TSC kabla ikuwe ni mambo tutaenda maandamano ama tutaanza ni mambo tu ina make sense, wachukue wale PNP, wale interns wote walikuwa wa kwanza, wahesabu ile miaka yetu, tumefanya miaka 3, kwa hivyo watusukume the next job group C3, na hata wale wameingia wameserve hata mwaka mmoja, huo mwaka unafaa kuwa umehesabiwa. Kwa kuongezea hilo Winfred, kwa sababu nafikiri pia ni kitu ambacho tumesikia kikiwa kama mojawapo ya alama ambazo zinatoka kwa walimu wa sekondari msingi. Pale ambapo ametaja wale ambao waliajiliwa kwa darasa ya kudumu na sisi wako C3. Ni vizuri hujue sio wote, bado kuna wale ambao bado wako C2, bado hawajaenda C3, na wanauliza ni kriteria gani inatumika ndio kuwe kuna wale washaingia, wengine hawajafanya nini, hawajaingia. Haya, tulianza sisi wote wakati mmoja, tumeserve miaka 3 na wao, huu ni mwaka wa 4, wao wako mbele, sisi tuko nyuma, na kazi ambayo tumeifanya ni sawia, waelewa. Tumehitimu sawia. Kwa hivyo ni vizuri pia waketi kama vile mwenzangu anavyosema, waketi wachukue sisi wote, tuajita maestros, watuchukue sisi wote watuweke kwenye C3. La sivyo compensation watupe. Naam. Tukirejea tutakuwa tunaangazia zaidi masuala ya vile vile hali ya mafunzo ambayo ama njia ama mbinu za mafunzo zinazotumika katika vyuo vikuu na mtaala wa CBE ambao upo sasa hivi. Kuna haja ya kuangazia utofauti, kwa sababu nyinyi mmepokea mafunzo ambayo yalikuwa yanakwenda kwenye shule za sekondari ya mtaala wa 844, lakini sasa hivi tupo kwenye mtaala mwingine na tuko katika mafunzo ya umilisi, na kama alivyotaja Ramadhan, ni mafunzo ambayo yapo tofauti kidogo katika masuala ya vile ambavyo mwanafunzi anachukua nafasi yake kwenye darasa na mwalimu nafasi yake ni gani. Je, kuna changamoto zipi katika kuingia kwenye njia mpya ya kufundisha wanafunzi mbali na ile ambayo ulikuwa unajua umejiandaa nayo wakati unahitimu katika chuo kikuu, na pia mengine ambayo yanaambatana na changamoto ambazo mnakumbana nazo kwenye ngazi hiyo ya sekondari msingi? Mtazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na kusihi usiende mbali. Karibu tena, shukran kwa kuendelea kusalia nasi. Tunaingia kwenye sehemu ya mwisho ya mazungumzo tukiangazia mustakabali wa walimu wa sekondari msingi yani JS na changamoto ambazo zipo katika pia utekelezaji wa elimu ya CBE na mtaala wa CBC kwa jumla, tukiangazia kwamba hawa walimu wa sekondari msingi ni kiungo muhimu katika safari ya elimu ya CBE, kwa kwamba wao ndio wametengeneza na kutayarisha wanafunzi waliopo kwenye kiwango cha sekondari ya juu. Sijui kama wanaridhika na walivyowatayarisha wanafunzi hawa, watakuwa wanatueleza zaidi. Lakini tukizungumzia mafunzo ambayo mnapokea kwa ajili ya kuwa walimu ama kuhitimu kuwa walimu, haya ni mafunzo ambayo yalikuwa yametengenezwa kwenye mtaala unao endana na ule mtaala tuliomalizana nao wa 844, lakini baada ya kuhitimu mnakuja kwenye darasa la mtaala wa CBE ama wa CBC. Mnahisi kwamba kuna haja ya kufanya ukarabati kwenye vyuo, kwa sababu mnatoka kwenye vyuo mnaingia darasani mnapohitimu, ama walimu wanapoendelea kuhitimu miaka 9 sasa 10 tangu kuanzishwa kwa mtaala huu, bado walimu wanapokea mafunzo yale yale ambayo bado tunarudi kuyaona kwamba hayapo sambamba na mtaala ambao tumeanza kutumia miaka 10 baadaye.
kama nadhani walimu wengi wale tumeajiriwa actually ni 100%. Wale tuko pale junior school tulikuwa trained kwa masomo mawili. Itakuwa vizuri kama watabadilisha. Wanataka saa hizi walimu wengi wale wanakuja, unaangalia ile masomo, unajua wao wanaangalia masomo mawili TSC, yale umepita vizuri ndio uende utrain ndio uje uyafunze hayo. Sasa ipo haja wao kuchange, kubadilisha walimu wote wale wanakuwa trained going forward. Na hii ni jambo lilifaa kuwa lilianza huko 2014 2013 after wamepitisha kwamba CBE ndio itakuja ku take effect. Ni jambo ambalo wangepitisha kitambo kwamba saa hizi walimu wao wanatrainiwa kuja kudeliver. Saa hizi methods of delivery tofauti na zile za 844. 844 tulikuwa tunaona watoto kwa ajili ya mtihani, ilikuwa nzuri, ilikuwa teacher sana ilikuwa teacher centered. Na kuanzia chini. Unajua sasa tuko na changamoto maana kote si junior school, kuanzia primary, twende junior school, twende senior school wanapokea the same. So training inafaa kuchangewa across. Hawa watoto wako grade 10 na mkienda kwa ground mtaona zile changamoto ziko. Ni watoto sahihi hakukuwa na repetition. Wakati wetu ulikuwa ukifaili ukiona kuna alama hujafikisha unarudia. Sasa hizi hata wale walimu wako na watoto pale chini wanalazimishwa kusonga. Mtoto hafai kurepeat. Kimaliza grade 3 kwa system tayari na move, hiyo CBA na move automatic. Hafaa moviwe kurepeat. Repetition sasa imewekwa, nilikuwa naona jana kwa system wameweka unaweza register mtoto alifanya mwaka jana KJSE unaweza mregister tena repeat. Lakini huku kwingine mtoto ana move. Sasa unapata mtoto wako grade 1, sasa hizi tuko na watoto wa grade 9, grade 8, hawajui kusoma. Mimi niko pale, siko pale kufunza mtoto wajue kuandika jina lake, kuandika. So watoto wao tunawapeleka mbele, hata sisi vile tumewapata tunaenda na wale wanatuelewa. Sana yule anaelewa kusoma. Ni kitu ambacho kiko pale kwa ground na lazima walimu wote warudi training ibadilishwe from campus ile itakidhi walimu wa kuanzia kule chini shule ya msingi wa JS na wa senior school. Sasa hizi hao watoto wa senior school jana ndiona wanarusha mawe. Nasema tumewapea watoto half baked. Lakini kila hawaelewi ni hizo shida tumekuwa tukilalamika, tumepitia miaka 3 imepita. Watoto wako half baked, hawajui kusoma, lazima CBE mtoto akimaliza aende next. Hii ni mambo wanafaa wa review. Mtoto anafaa kwenda especially the background. Anafaa anajua at least kusoma, anajua kuandika. Mtoto hajui kusoma unasema ashakuwa ni age based. Tuko na maana kuna hiyo age based na stage based. Age based ndio hii yetu tunatumia 2 3 6, alafu kuna stage based ya wale able different, let me call them walemavu sana ndio wameenda na ile stage based. Lakini ya age based wanailazimisha mtoto akimaliza, ndio maana tuko na watoto wengi ni wadogo. Mtoto unaona ameenda grade 9 ni mdogo sana, haelewi, hajaelewa umuhimu wa kusoma, hajaelewa yani, na kule nyuma ametoka hajui hata huko kusoma kwenyewe. So imekuwa ni changamoto sisi pekee yetu. Hii changamoto ya kufunza nadhani ya CBE ni across the education sector na inafaa iangaliwe vizuri. La sivyo tunatayarisha majanga saa hizi in future. Watoto kidogo wale wanaojielewa, wengi ni wale hawajielewi. Hivyo vyuo vikuu na ministry inafaa iangalie mtaala ule utaendana. Sisi retooling nadhani imetusaidia kidogo. Sasa pale wanafaa kuongeza idadi ya walimu na wale walimu wamesomea yale masomo yako pale junior school. Winfred, maoni yako ni yapi kuhusiana na mbinu ambazo zinatumika kuwatayarisha walimu kabla ya kuhitimu? Zinaonekana kuwa bado zipo nyuma kwa sababu tupo mbele na mtaala ambao unataka zaidi umilisi, unataka zaidi mwanafunzi ashirikishwe na mwalimu pia ajue jinsi ya kumshirikisha ule mwanafunzi ili awe na ule umilisi unaohitajika. Nitaje sio eti sisi peke yetu, sababu basic education yaanza pale chini. Na ukiangalia walimu ambao wanafunza pale PP1, PP2, grade 1 pia hao walipitia colleges ile ya 844. Waona. Kwa hivyo sio chuo kikuu peke yake, waanzie pale chini, watayarishe walimu ambao wataanza pale chini. Ndio watoto wakikuja pale sekondari msingi hatutakuwa na changamoto kama zile ambazo wapata mwanafunzi haezi andika jina yake, haezi kusoma, haezi fanya chochote. Na lazima atafanya nini? Atasukuma. Ndio maana unaona wale wa senior school bado wanateta, sababu wanasema walimu wa JS hamna kazi ambao mmeifanya. Wamesahau kuwa sio sisi. Sisi tumekuwa nao watoto miaka 3, wamekuwa miaka 6 na ile 2 ya mwanzo pale.
waelewa. Kwa hivyo ni waanze hayo mafunzo kwa walimu ambao wanasomea, wale walimu wanafunzi waanzie pale kwa huo mtaala wa CBE, waanze nao hadi mwisho. Na sisi ambao tuna somo mbili, kuna hizo retooling ambazo tunaenda, waelewa. Hata ukienda retooling ya leo, ya likizo hijayo, inabakia ni ile ile, ni wewe kuongeza kile ambacho haukukipata hapa mwanzo, unakiongeza. Lakini sio eti unaanza kufunzwa CBE. Ni zile tu competencies peke yake, waelewa na paswa kwanza na hii, nimalizie na hii. Kwa hivyo hiwe ministry iangalie walimu ambao wanakuja kuwafunza kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wewe kama mimi nipewe Kiswahili, nitakifunza sababu nimesomea kuwa mwalimu wa Kiswahili, nitakifunza. Lakini pale ambapo nimepewa hisabati, itakuwa ni ngumu. Walete mwalimu wa hesabu. Kwa hivyo kuna haja pia ya kubadilisha mbinu za retooling ambazo zinafanywa ili kumsaidia mwalimu kuwa na ubora zaidi katika kupata ladha mafunzo ama kupata mbinu za kutumia darasani. Naam. Tena tukiangazia swala la, nafikiri pia ameligusia ubora wa elimu tunayoitoa kwa sababu hizo changamoto ambazo zimezungumziwa. Mnahisi kuna kudorora labda kwa ubora ambao haujaangaziwa kwa sababu ya changamoto ambazo zipo? Hili ni swala hata ninaona KICD inafaa kukaa chini, na ndio maana watu nasema wanafaa watuhusishe. Unajua swala la elimu si swala la kwamba watu watakaa pale experts peke yake, wanaacha wale watu tuna deliver. Sisi ndo tumekaa nao wanafunzi. Hii content imewekwa hapa JS. Sio content inatoshana na uwezo wao wengi. Tunapambana nayo, na walimu wetu wa JS ni walimu wamejielewa, maana wanakazana nayo na watoto wanaelewa. Lakini hii content imewekwa ni content ilikuwa inafaa ikuwe reviewed pole pole. Tumeanza kufundisha watoto shule at grade 7. Unafundisha mtoto simultaneous equations. Ni kitu hicho ilikuwa form 1. Junior school tunafundisha matrices. Hii ni vitu iko form 3. Tunafundisha calculation of time kwa mathematics. Kwa integrated science pale tunafundisha periodic table, mambo hizi periodic table, kutengeza hizi electrons, protons na neutrons. Mimi si mwalimu wa science but nimeziona. Ni mambo ambayo yamezidi kiwango chao cha kufikiria. Wengi hawajafika hiyo level ya kwenda deep into hizi learning areas. Kwa hivyo ni vitu zinafaa kuwa rationalized, ni mambo yanafaa kukaa wakae chini, wakae na walimu. Kuna mambo yanafaa yatolewe. Unajua vile ilitolewa ya kwanza, wakakuja wakarationalize, maana masomo yalianza ikiwa 14. Tulianza na 14 learning areas. Wakakuja wakazipunguza zikawa 9, wakachanganya. Kama kwa mfano mimi nafunza mathematics na business. So ile business yangu ilichanganywa, imewekwa na pre-technical na computer na visual arts. Zimechanganywa pamoja. Kwa hivyo yalipunguzwa. Lakini kile walifanya ni kuchanganya, badala wangechanganya na waangalie ile content iko pale ndani. Tunaharibu, tuna waste muda pale class na content ambazo watoto zinachukua muda wao kushika. Hata hizo tukitumia hizo method, tunatumia learner centered sana. Group work, group discussion, tumejikaza sana. Lakini content zingine tunaona ni KICD inafaa ikae chini, iite watu chini wakae waangalie hii content. Hapa tumeenda sana. Hii content inafaa kuwa specialization ya senior school. Hivyo ni vitu wanafaa kuwa. Na pia tukiangalia miundo msingi, tuko na hiyo computer. Tuko na computer kwa primary school zetu? Hatuna. Na hii si kwamba tunaitisha ile autonomy tuende senior school. Hii wito wa senior school si hatuna, si eti tunataka kwenda. Tunajua hii ni independent. Hata tukipelekwa senior school JS bado tutataka kuwa kivyetu. Maana kwa framework inafaa kuwa junior school kando, senior school kando. Kwa hivyo huu si wito tunaita tupeleke senior school yetu kuna rasmi. Hapana. Pale tuko, wacha tupewe autonomy, wacha tuwe na heads wetu, wacha tuwe na watu wanaelewa zile changamoto vile ziko na vile zinafaa kutatuliwa. Wacha tuwe na watu wameingia darasani najua hapa nikiweka huyu mwalimu wacha tu niajiri. Afadhali niajiri mwalimu wa BOM lakini afunze watoto lile part inayofaa. Kwa sababu sasa hizi tuko na walimu tuko hapo tu lakini tunapoteza muda. Watoto watu wapei ile content inafaa majority. Lakini lazima tufuate curriculum ile imepeanwa na KICD. Kwa hivyo ni mambo ni jambo yanafaa bado yakaliwe, hatujafika mwisho. Miundo misingi, hatuna labs, hatuna computer labs. Kuna shule zingine walimu wamejitahidi. Mimi kwangu nakumbuka last year teacher wangu alinunua projector. At least zile portable tunatumia classes. But bado ratio ya watoto class moja iko na watoto wengi. Watoto 70, how do you manage 70 learners? Nafaa ni sahihishe hesabu.
lakini ratio ya mwalimu tu mwanafunzi bado iko chini. TSC inafaa iajiri zaidi. Japo wao wanakimbilia kwenda internship, baada ya internship wameshindwa kuajiri walimu hatoshane na ratio ya mwanafunzi. Ya ratio 1:50. Bana hiyo ndio approved. JS inafaa kuwa 1:45, primary 1:50. One teacher to 50 learners. So saizi hiyo ratio iko juu. Mimi kufunza ni mark vitabu 50 kwa siku na niko na klasi 4 za hesabu. Tunaharibu watoto. Kwa hivyo tunabeki watoto half, tunawasongesha mbele, maana inafika wakati inabidi ndio hiyo kazi lazima tufanye, lazima tumalize syllabus kwa muda. Tunaomba tu TSC ongeza walimu, TSC lipa walimu vizuri, TSC acha kuajiri walimu kwa internship, TSC hakikisha pale kwa ground tumejengewa classes za kutosha, ratio walimu hiyo inatoshana na watoto, TSC hakikisha computer lab zetu zinafanya, hakikisha laboratories zetu zinafanya minimum requirement. Inaitwaje mental health za walimu zikuwe tu sawa. Sasa hizi we are not okay. Walimu wengi pale ni interns. Mtu hajalipwa mshahara ni kidogo. We cannot deliver. So TSC inafaa iangalie hiyo. Najua iko na hiyo department lakini sijui kama inafanya kazi. Naam, Winfred, kwa kumalizia maoni yako ni yapi kuhusiana na ubora? Tunatoa elimu bora ama bora elimu kwa wanafunzi na changamoto ambazo mmezibua? Kwanza ni vile walimu wa JS kofia. Sababu walimu wanajaribu. Sababu gani nasema hivi? Wakati ambapo tulianza haya masomo, hatukuweko na vitabu. Mwaka mzima kukuweko na vitabu. Kazi ilikuwa ni kudurusu, kuangalia kile ambacho umekisoma unawaeleza. Vitabu zikaja. Vitabu ambavyo ukiangalia ile curriculum design na hichi kitabu ni vitu mbili tofauti, na vinapaswa kitabu na curriculum design zapaswa kulandana. Unapata instead kusaidie inakupotosha nini zaidi. Lakini walimu wana manuva. Umepewa mwanafunzi ambaye haezi andika, haezi soma. Sababu lazima uendelee, unajaribu. Unaanza kwa sasa wewe mwalimu wa chekechea. Uanza kumfundisha kuandika kidogo kidogo, muda unasonga, wataka kurukaruka. Unapata ubora wa elimu pale umedorora tena sana. Waona? Ni pale ambapo kwa mfano kuna shule ambazo hawajai kanyanga laboratories. Sababu kwa mfano unapata shule ambayo nilioko kuna desku karibu, unapata hapo waweza enda hiyo desku kupeleka watoto kwenye laboratory, lakini zingine hazina kabisa. Unapata mtoto grade 7, grade 8, grade 9 hajui mahabara ni nini. Waelewa? Inakuwa sasa ule ubora wa elimu hauko. Hata kukiweko na yale mafunzo ya mwalimu nini kama pale msingi kwa ground, kama vitu hazijawekezwa vizuri, hakuna vile ambavyo waweza ambia mtu chukua hiki na ukienda pale upateni tofauti. Katika kumilisi hili na lile itakuwa ni tabu. Na katika hapo utachanganya na wanafunzi wachanganyikiwe zaidi. Kama KUPPET mmepeana makataa ama bado mmepeana muda wa kiasi gani kwa TSC kupeana mwelekeo kutokana na ule uamuzi wa mahakama wiki jana tukimalizia? Haya. Siku ambayo ninakwambia tuliitwa wote ambao wamechaguliwa, walimu wa JS, wote ambao waliochaguliwa, katibu mkuu, mweka hazina wote walikuwa pale, waka address media, wakasema likizo, kabla ya likizo ikuwe wamepeana mwelekeo. La sivyo yeye mwenyewe ataitisha nini? Demos. Naam, nafikiri kwako ni kusubiri mwelekeo kama ulivyotaja. Tunasubiri mwelekeo na I think tuko na hiyo communication hata ilitoka kwa Mara na katibu mkuu. Uzuri hao watu tumechagua ni marafiki. Hivyo ndio watu wana communicate na wamesema wao wanafuatilia ile kasumba yao ya awali ya kwamba wa interns si walimu, si members wao, ndani ishatoka. Kwa hivyo tunasubiri mwelekeo. Wasipotupea mwelekeo, mimi kama chairman nitapeana mwelekeo. Tutatoka kwa tutetea haki zao. Asanteni sana kwa kufika na kwa kujumuika nasi na pia kwa kutusaidia kuelewa zaidi masuala yanaendelea katika kiwango cha sekondari msingi. Ni changamoto ambazo tumekuwa tukiziangazia kwa sana, lakini kuwepo kwa sauti zenu moja kwa moja kumekuwa na umuhimu mkubwa. Nimshukuru sana Ramadhan Kamanza ambaye ni mwenyekiti wa ustawi wa walimu wa kiwango cha sekondari msingi ama JS katika kaunti ya Nairobi. Asante sana kwa kuja na kwa kujumuika nasi. Nimshukuru sana Winfred Kawira ambaye yeye ni katibu wa manaibu katibu wa masuala ya jinsia na vijana katika muungano wa KUPPET kwenye kaunti ya Meru. Asante sana kwa kufika na kwa mchango wako kwenye mazungumzo haya.
Na mtazamaji, kufikia hapo naweka kikomo kwenye taarifa za yanayojiri na kwenye mazungumzo haya kwa jumla. Shukrani za dhati kwako kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati. Nitakuwa nawapokeza Kigongo wenzangu katika lugha ya Kimombo kwenye taarifa za News Desk kuchukua uskani kuendelea kukuarifu yanayoibuka na kugonga vichwa vya habari. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.